Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Force News Tanzania? Karibu katika kipindi chako pendwa cha mapitio ya kurasa za mbele za magazeti, ambapo ninakuletea kwa ufupi na kwa uchambuzi vichwa vikuu vya habari vilivyogonga kurasa za mbele za magazeti mbalimbali hapa nchini. Leo ni tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2026 na kipindi hiki kinaletwa kwako na sabuni ya Wakawaka, sabuni ya manjano ya kuogea inayosifika kwa kuifanya ngozi yako safi na yenye afya. Na hizi ni sifa mbalimbali za sabuni ya Wakawaka. Kwanza, huiacha ngozi yako ikiwa laini na yenye muonekano mzuri. Huisaidia kuifanya ngozi ionekane angavu na yenye afya. Lakini vile vile husaidia kuitibu ngozi yako dhidi ya magonjwa mbalimbali kama pumu ya ngozi pamoja na utangotango. Wakawaka, ng'ara kwa kujiamini. Mimi ni Ngonise Kahise, karibu tuanze kuangalia yaliyoandikwa na magazeti ya leo. Gazeti la kwanza ni Nipashe, ambapo habari ya kwanza ni mtandao utapeli. Mamia laini za simu kadi benki ya naswa. Laini 110 katika majina tofauti, wamiliki 7, kadi 148 za benki zatumiwa na mtu mmoja kuchota fedha. Wamiliki halisi wapatikana katika majiji na miji. Habari hii unaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mwenyekiti IPP aongoza mazishi ya msanifu mkuu The Guardian. LOHRC serikali idhibitiwe tarehe za kurejea mikopo yake BOT. Ukisoma habari hii ukurasa wa pili wa gazeti hili utaipata kwa kina zaidi. Baiskeli za wenye ulemavu za bainika janga kwa wahitaji, kutoka ndoto ya msichana hadi mhariri mtendaji. Habari hii unaipata ukurasa wa 7 wa gazeti Nipashe, na ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Nipashe. Na sasa nimekamata gazeti Mwananchi. Mtandao wa utapeli wanaswa, watuhumiwa 10 wanaswa Morogoro kwa kuendesha genge la utapeli. Wakutwa na kadi za benki, laini za simu. Ni mkoa uliotajwa kukithiri. TCRA yaeleza wananchi cha kufanya. Habari hii unaipata ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mawakili 40 wapewa zigo migogoro ya ardhi Tanga. Nyuma ya pazia ugawaji vizimba Kariakoo sokoni. Huko Mashariki ya Kati ni piga ni kupige. Wadau 400 kukutana jukwaa la wanawake Superdome leo. Habari hii inapatikana katika gazeti Mwananchi, na ndivyo ninavyotamatisha na gazeti Mwananchi. Na moja kwa moja nimeshika gazeti Majira. FCC TCRA kuchunguza vifurushi vya mitandao. Lengo ni kubaini kama wananchi wanarubuniwa. Ni kufuatia malalamiko kuhusu bando kuisha mapema. Balozi Omar anasema tunathamini mchango wa sekta binafsi. Habari hii unaipata ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Bunge kuendelea kufanyia maboresho sheria nchini. CCM yataka wananchi kupuuza wenye nia ovu. 41 kunufaika mradi wa kukuza usawa wa kijinsia. NMB PPRA wazindua uhakiki dhamana zabuni kibenki kidigitali. ECOWAS yaunda kikosi kupambana na ugaidi. Habari hii unaipata ukurasa wa 19 wa gazeti hili, na ndivyo ninavyotamatisha na gazeti Majira. Na moja kwa moja nimeshika gazeti Mwanahabari. Dr. Samia ndiye rais wa Watanzania, tukubaliane na uhalisia, ameyasema Butiku. Iran yaishukuru Tanzania kwa salamu za pole. Habari hii unaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Asema amewaundia tume wasaidie kujua yaliyotokea Oktoba 29, tukubali na kuongeza kuwa. Habari hii unaipata ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Serikali sekta binafsi kuchochea ajira nchini. Tume ya ushindani kufanya uchunguzi bando za internet kuisha haraka. Mfumo mpya wa usajili wa shule kurahisisha elimu. Hivyo ndivyo ninavyotamatisha na gazeti Mwanahabari.
Na moja kwa moja ninakamata gazeti Taifa Tanzania. Mradi wa bilioni 11 umeme jua Kayenze wamvutia kihongosi, tayari umeingizwa gridi ya taifa. Habari hii utaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili. FCC yaanika hatua za kuimarisha ushindani na ukuaji wa uchumi. Jeshi la polisi lavunja mtandao wa utapeli wa simu halo. Serikali yaandaa huduma stahiki kwa magonjwa adimu. Na hapa kuna habari picha ambayo inaonyesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao cha baraza la mawaziri Ikulu jijini Dar es Salaam. Hivi ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Na sasa nimekamata gazeti Mtanzania leo. Mtwara yaandika historia mpya katika sekta ya elimu. Shule ya Tandika yakamilika kuchukua wanafunzi. Wanafunzi waanza kufaidika miundombinu ya kisasa, imegharimu shilingi milioni 560.5. Yamo majengo ya tehama, maktaba, maabara ya kemia na biolojia na fizikia. Habari hii unaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Vijana kikundi cha Mshikamano Group wajikomboa. Kilikopa shilingi milioni 50 kufyatua matofali, sasa kimeshaanza kurejesha sehemu ya mkopo. Dr. Kellen Rose atembelea mabinti 300 chuo cha FDC. Samia ardhi kliniki ya wavutia wanawake wengi Iringa. Ndivyo ninavyotamatisha habari za kitaifa na kimataifa pamoja na habari za kijamii kutoka gazeti Mtanzania leo. Na sasa ninakwenda moja kwa moja kwenye habari za michezo, na ninaanza na gazeti Mwanasport, gazeti la michezo hili na burudani. Bado moja, Dube Okelo wanogesha ushindi Yanga. Siku 3 za soa Simba, sakata lake laibukia Ghana. Christina alivopenya katikati ya wanaume ligi kuu. Bonus yaibua jambo bidii. Habari hii unaipata ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Na hapa ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mwanasport.